19 wanatamba kweli kweli ndugu yangu. Wanasema wanaitamani sana kumuondoa Simba kwenye hii hatua ya 32 bora. Wanaona sifa kucheza na timu kubwa. Kwa hiyo lazima wazungumze. Ila tuambie hatuna cha kudharau na hatuna cha kupoteza. Tumejipanga kwa wao, maneno wanaongea ndo wanazidi kutupa chachu na hasira zaidi. Unaidiwa gari kama wakifanikiwa kuwatoa wachezaji wote. Tukutane Meja Samuyo saa 1. Tajiri kajua hawezi kututoa, kwa hiyo hawezi kutoa gari. Tajiri muongo anatangaza kampuni yake. Ile biashara. Kwa sababu ile kampuni iko hapa Magomeni. Anatangaza watu wakanunue. Aseme hata mimi ndugu yangu ule. Hata mimi ndugu yangu. Mtu akitaka gari na muelekeza. Ila asitumie B19 ni uongo. B19 amzuru Simba. Basi tukutane Meja Samuyo saa 1. Bwana, tuzungumzie hili hapa. Baada ya hapo mnaelekea kanda ya Ziwa. Mnaona mnakwenda kuzikusanya alama 9. Baadhi kumekuwa na sintofahamu, lakini pia kuna ugumu mkubwa kweli kweli kwa Simba Sports Club kupata alama ndani ya kanda ya Ziwa. Tuna mechi ngumu 3. Lakini tuna mechi za kung'ata meno 2 ambazo timu zinazotana nazo ni familia ya jamaa. Nyuma mwiko. Haina siri. Singida Black Star familia ya nyuma mwiko. Lakini Pamba ya Mwanza familia ya nyuma mwiko. Kwa hiyo timu hizo zote ni familia ya nyuma mwiko. TRA ni watu ambao wa mapato na wanacheza mpira wa kisasa. Mechi inakuwa mzuri Shamria Bedi. Lakini mechi watakazong'ata meno familia ya nyuma mwiko Singida Big Star pamoja na Pamba. Tunajua hizo mechi za vita. Tarehe 11 mnakwenda kuanza kucheza dhidi ya Singida Black Stars. Miongoni mwa kauli ambazo amezungumza msemaji wa klabu ya soka ya Singida Black Stars ni pamoja ya kwamba mechi yao ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara ilikuwa dhidi ya Young Africans. Wakasema mechi imeisha. Wameangusha alama zao 3. Ila wanajua ni wapi watakapokwenda kuzichukua alama 3 walizozipoteza dhidi ya Young Africans. Na kituo kinachofuata dhidi ya Singida Black Stars ni kwa mnyama Simba Lunyas. Umeona sasa picha ilivyoungwa aliyewatuma kawaongopea. Masanza aliyewatuma kawaongopea. Kwa sababu wale wameachiana ili mechi yetu waende kuongezeana nguvu ionekane mechi ngumu. Ila nimwambie yule Masanza aliyewatuma kawaongopea. Kama wameenda kwa mganga kawaongopea na aliyewatuma kawaongopea. Shabani. Hatucheki na yoyote. Hatucheki na nyani, tutaenda kuvuna mabua. Tunajua mechi ya Singida Big Star watacheza jihadi. Ila tumwambie Masanza kama ametumwa atazalilika. Atazalilika. Tumeona mechi yao ya mipango juzi. Si hatuna mipango. Tunajua wachezaji wao watakaza sana meno. Ila tuambie aliyewatuma kawaongopea. Kwa nini mna imani kuna mtu katumwa? Wametumwa Singida. Huo ndio ukweli. Lile toto la nyuma mwiko. Hasa kwani uongo? Mbona vitu viko wazi? Na hili matokeo wanaopanga TFF hawajawahi kusema, wamenyamaza. Kila mtu anajua msimu mwaka jana wachezaji wao wa kikosi cha kwanza wote wamewekwa nje, wamechezesha wachezaji ambao hawacheze kabisa. Watu wamekaa kimya. Kwa hiyo nimwambia Masanza, aliyewatuma kawaongopea. Tukutane ndo nini Airtel basi inshallah. Tutaenda kutonesha pale pale ambapo ndugu yake amemwachia nafasi na sisi tunaweka. Hem, tujadili hili hapa. Mechi dhidi ya Young Africans Khalid Aucho hakucheza. Zikatoka taarifa na kusema ya kwamba Khalid Aucho alikuwa na utovu wa nidhamu. Wewe mara yako ya mwisho kumsikia Khalid Aucho ana utovu wa nidhamu ni lini? Khalid Aucho nasikia alifungiwa. Wenyewe wana makosa yao wenyewe, mimi sitaki kuingilia. Na kama amemfungulia nimesikia baada ya mechi yetu inapokuja, baada ya mechi ya Yanga mechi yetu anafunguliwa. Tunaomba sio Khalid Aucho wafunguliwe mpaka walokuwa lock up waje. Hadi walokuwa lock up wote waje. Sio Khalid Aucho peke yake wala sio golikipa. Wafungulie mpaka maabusu waje. Tunawatandika. Yes. Sio Khalid Aucho mpaka walokuwa lock up waje tunaenda kuwatandika. Sio kinyonge Singida. Singida katika maisha yake katupatia mechi moja tu ambayo tulitoka hapa, tumecheza hapa baada ya siku moja, siku ya pili tumeenda kucheza na Babati. 3. Haitojirudia hiyo tena. Masanza aliyekutuma amekosea na tutawatandika.
Ukitoka hapo mna mechi nyingine ngumu dhidi ya Pamba. TRA. Baada ya hapo tunaenda kucheza na toto lao lingine Mwanza. Pamba ya Mwanza. Ambayo kuna mkuu wa mkoa wa jamaa ambaye alitufanyia vitu vya kalaa. Ila tunaenda Mwanza tuambie na Pamba ni wazuri. Tutapambana nao na tunachohitaji matokeo kutoka kwao. Wapi hapa mnaona kuna kuikwamisha Simba? Mechi zote ngumu lakini tutapata matokeo. Kama tumewafunga wakubwa wa mpira Afrika itakuwa Pamba au Singida Black Star. Wakubwa wa mpira Afrika nani? Young Africans. Hamna, national tu. Sasa Yanga mkubwa, mtu yuko nafasi ya 10 kubwa jinga, limezaliwa 35. We jitu likubwa lizima kubwa jinga linafurahia kwa nafasi ya 10. We kubwa jinga linasema malengo yake kuishia makundi. Wewe ni kama ile kubwa jinga. Kwenye familia yenu kashai kuzaliwa lile jitu liko kama zombi ndo wale. Kwa kubwa jinga. Kwa hiyo kubwa jinga acha. Mwaka wa pili linaishia makundi kubwa jinga. Lina pointi 8 kubwa jinga. Bwana Shabani, mimi naomba nimalize na hili hapa. Tulijadili kwa kina vizuri kweli kweli. Kumekuwa na tafaruku ambazo zinazoendelea. Aliandika Abbas Tarimba ambaye ni mwekezaji kwa upande wa Young Africans na kusema ya kwamba Young Africans kwa sasa inaonekana inakuwa inacheza chini ya kiwango. Sajili ambazo zilifanywa na Engineer Harris Saidi zinaonekana kama zimefeli. Hilo la kwanza. Lakini pia akaenda mbali akazungumza baadhi ya nyota ambao walisajiliwa katika dirisha kubwa la usajili hawapo tena ndani ya Young Africans, amebaki huyo Lassane Kouma. Dirisha hili la usajili, dirisha dogo, Young Africans pia wamekwenda kufanya usajili, zinaonekana bado hazijakwenda kuwalipa. Changamoto iko wapi? Na nyinyi mnaiona Young Africans inashuka kiwango au ndo yale ambayo anawasema mjomba kaingia na fungu mfukoni, kaenda kuleta wachezaji wameingia kibla? Hata kwani wale klabu yao hii. Klabu si ya mwenyewe Khalid Saidi na mpambe wake Engineer Harris. Wao wana nini la kusema? Wakae kimya. Asoma wakae kimya. Klabu sio mali yao. Kama walikubali wakagawiwa kwenye maamuzi ya klabu kubwa wanaenda 5. Wakae kimya. Hata wakimleta Ashangedere watampokea. Hata wakimsajili Ashangedere watampokea. Wakae kimya kwenye maamuzi. Kwenye maamuzi ya mikutano, kwenye maamuzi ya chaguzi, tawi si linatumia kwa sheria zao, wanaruhusiwa kwenda hao tena viongozi. Sasa kwa nini wa vingine waoji? Wakae kimya, dawa iwaingie. Yes, klabu za watu so wao, wakae kimya. Young Africans sio ya wananchi, sio, wakae kimya. Wana mamlaka gani? Leo mimi tawi langu naongoza watu zaidi ya 100 na tunaenda kwenye maamuzi ya mikutano ya viongozi ya kuchagua kupiga kula nini, tunaenda 5. Hii itakuwa klabu yetu. Tena hili kalileta huyu Engineer Harris ambaye katumwa na Khalid Saidi. Wagawe tuwatawale. Wamewagawa, wanawatawala. Kwa hiyo hata sajili akisajiliwa Ashangedere wakae kimya. Wagawe watawale. Wameshagawiwa. Kiingereza kuna neno linasemwa. Wagawe watawale. Wamegawiwa wanatawaliwa. Wakae kimya. Shubamit. Wakae kimya. Wanasema nini? Au uongo? Mikutano ya Yanga hawaendi wanachama 5. Uchaguzi wa Yanga hawaendi wanachama 5. Wanasema nini? Wakae kimya. Hata kimsajili Ashangedere, Fatuma Ndala ndefu, wakae kimya. Wao nani? Hawaingii uwanjani bure. Hawape supu bure. Hawape jezi bure. Jezi tena. Sasa wanasema nini wakati shanunuliwa? Mfanyakazi wa ndani una uwezo wa kumnunulia kila kitu bure au mkeo. Wale ndio walichofanywa. Kwa hiyo mashabiki wa Young Africans na wafanyakazi wa ndani. Wana kila kitu bure. Wanaingia uwanjani bure, wanapoa futari bure, na wenyewe wanadai tuwekee na maji kwenye kiti bure. Sawa, wanaoji nini? Kwa hiyo hata akisajiliwa Mwanajuma Ndala ndefu wao wakae kimya. Hao mashabiki wote wa Young Africans nao ni wafanyakazi wa ndani. Sio thamani yao klabu yao. Wao klabu yao, lakini wao wana thamani. Leo wengi wamenyimwa haki ya kuangalia dabi Zanzibar. Uongo. Hawana uwezo. Klabu ingekuwa mali yao, mechi ingechezwa Zanzibar. Guantanamo, anayejisifia Guantanamo, klabu inamlipia mpaka kulala kwake.
mpaka kanda mbili anazovaa. Wewe mwenye Yanga yako umebaki Dar es Salaam kwenye TV, lipia Azam lakini yule mwingine kapelekwa bure na tena wengine kapandishwa ndege au kama boti VIP. Uongo. Kalipiwa hoteli mzuri Zanzibar, 300,000 500,000. Kalala pazuri, kala vizuri. Wewe mwenye klabu yako unajiita Mwananchi, shughuli una klabu wameuza, wanatawaliwa kifalme. Yanga imeuzwa. Wanatawaliwa kifalme. Kuna mwingine alosema lolote zaidi ya Haribu na Engineer Ellis. Swala la wao kwenda kwenye mikutano watano limewekwa na Ellis. Wabishe hapa. Leo imetoka tenda ya kujenga uwanja. Wamesema kampuni zimekuja, wewe zingine unazijua. Nitajie mbili katika zilizokuja. Wamesema kampuni iliyoshinda tenda tu ni ya GSM. Iliyoshinda tenda peke yake. Zingine zilizogombea tenda ulikuwa asili mchakato. Kwa hiyo klabu ya watu kama ile mchakato unakuwa asili. Kama unataka udadavuzi vizuri, fika makao ya klabu. Nini? Mbona haya mambo haya wanaweka hadharani kwamba uwanja unajengwa kila siku na mabango, tena wanatangaza kwa misifa tunajenga. Mbona haya mengine haweki? Ile klabu za watu bro. Serikali ingilieni kati hizo wezi. Pole klabu watu wanainunua kibabe. Klabu inanunuliwa kibabe hii kwa watu wasiojielewa wanaozunguka wale wachache, wanakula posho na familia zao, lakini wenyewe na Yanga yao huko nafsi zinawauma. Wao wanataka furaha, lakini furaha iko wapi? Kuna furaha hapa? Hiyo kuishia makundi miaka 2 na pointi 8 ndio furaha. Alafu piramidi ya furahie nini? Mtoto wa jana. Kama wewe umeisha makundi una furaha, waache utoto basi. Mbona mikubwa jinga hii? Yaani wewe kuishia makundi we furaha kwako? Au leo kufunga Simba kwa mipango we furaha? Mbona saa juzi Guantanamo hujashinda bana? Wanasema tu tunafurahia, hatujafurahia sare. Sisi tunachofurahia football imepigwa. Kila mtu kaona kwamba kitu gani kimefanyika katika uwanja wa Mzee Mwinyi. Football imepigwa. Kwa hiyo watu wasifikirie kama sisi tumefurahia sare. Tumefurahia football iliyopigwa. Shukrani sana. Nashukuru sana.